baada ya kuuawa akachomwa, akalazwa kwenye godoro na kuchomwa. Na aliyefanza kitendo hicho ni mumewe aliyekuwa amemuoa mwenye umri wa miaka 55. Mume ambaye alikuwa ana miaka 55 amemuoa msichana wa miaka 17, na hatimaye ndoa hiyo ikawa yenye misukosuko ya hapa na pale. Jana hatima yake ikafika na akatoeshwa uhai baada ya kuuawa msichana wa watu, akachomwa na mumewe pamoja na usaidizi wa nduguze wawili ambao walishirikiana kuweza kufanya kitendo hicho. Simba jike, ni taarifa au ni habari ambazo ni za kuhuzunisha mno. Na ndoa yenyewe ilikuwa ni ya lazima, msikilizaji. Bila shaka kulazimishwa kwa hizi ndoa, hasa kwa mabinti wachanga, kwa watu wazima. Kama ulivyotaja, huyu mtu yuko na umri wa miaka 55, 55 years old of age, ambapo binti mwenyewe yuko miaka 17 peke yake. Ni jambo ambalo linaendelea kuwa changamoto tena kubwa sana katika baadhi ya jamii. Unaona, si wote wanajihusisha kwa mambo kama haya sana, lakini kuna specific tribes, kuna baadhi ya jamii ambazo wanajihusisha sana na wanajulikana. Lakini tukiangalia kwa undani, sababu za kulazimishwa ndoa ni nyingi na zinatofautiana pia vile vile kulingana na labda tamaduni, labda imani, hali za kijamii. Tukiangalia na tukiangazia pia ile umaskini. Unaona, unaweza pata huyu mtu mwenye umri wa miaka 55 ni mtu labda bwenyenye, mifugo ako nazo kwa wingi, familia ambayo labda huyu mtoto mchanga, niseme ni mchanga labda kifikra pia, miaka 17, not kwa age ya saa hizi, not so totally matured. Miaka 17 ni mtu ambaye labda kwa umri yake ni mtu ambaye pia akuna ndoto zake in terms of kujiendeleza kielimu, kikazi na masuala kama hayo. So if they come from a family ambapo iko na ile poor background, inakuwa very easy for that kind of family kujihusisha kwa mambo kama hayo. Tukiangalia tu baadhi ya sababu ambazo zinaweza kusababisha ndoa kulazimishwa. Tumesema tamaduni na mila. Ndio. Ambapo jamii yangu wanahusika tena sana. Katika baadhi ya hizi jamii, tamaduni na mila zinaweza kuhamasisha au kushinikiza ndoa za mapema kwa mabinti, wakiona kwamba ni sehemu ya kuwa na majukumu ya kijamii. Unaona, wanajiambia kuwa huyu akikaa tena sijui masomo, by the time anamaliza university atakuwa 30 years old, huyu ataanza kuzaa lini, bali na kuzaa tena ataanza kulea lini, you know. Kuna so many characteristics ama reasons why watu wanaangalia in that perspective, ambapo ndo wanaharakisha masuala kama haya. Kama nilivyosema, uchumi na hali ya familia pia vile vile inachangia tena sana, Omar Abud. Ukiangalia katika familia maskini au zenye changamoto za kiuchumi, wazazi wanaonekana kuwa wanaweza kuona ndoa ya ule binti kuwa suluhisho la kiuchumi au salama kwa familia, hasa ikiwa ndoa hiyo itahusiana na mtu mwenye mali ama uwezo wa kuwasaidia kifedha. They see it as something very important. Wacha tufanye hivi ili sisi wenyewe tuweze kujinusuru, tusikose chakula kabisa. You know, the minute mtoto wako amechukuliwa ama binti wako amechukuliwa na mtu ambaye ako na fedha, na maana kuwa mko secured already. On a monthly basis kuna kale ka pesa ambayo itakuwa inakuja on a monthly basis, mnapata ile stipend. Unaona? Alafu kuna pia swala lingine la udhibiti wa maadili. Wanasema katika baadhi ya tamaduni kulazimisha ndoa kwa mabinti wachanga kunaweza kuwa ni sehemu ya kudumisha hizi maadili au pia udhibiti wa jinsia, ambapo hawa mabinti wanatarajiwa kuwa na familia mapema ili kuzuia vitendo vya kijinsia kabla ya ndoa. Masuala ya zinaa sana. Wanasema ya kuwa especially kama hii ambayo imetokea sehemu ya Dadaab, ambapo ni watu ambao wametoka different backgrounds. Unaona, wakati ambapo kumekuwa na hizi war-torn countries, Dadaab, kwa mpenzi msikilizaji ambaye anatusikiza hivi sasa kama hafahamu
mahali Dadaab camp iko sehemu ya Northeastern Garissa region, unaona. So kuna wakimbizi kutoka sehemu tofauti tofauti ambao wanakutana wote kwa pamoja sehemu kama hile, unaona. So kila mtu akona background yake tofauti tofauti, zile tabia zao tofauti tofauti, kutoka familia tofauti tofauti. So to avoid that, kuna wale ambao watasema mimi nisipooza mtoto wangu mapema si anaweza kudanganywa na mwingine, kwa sababu it's like community, watu wanajuana, ataniletea aibu mwisho wa siku, unaona. Kuna hizo fikra zote nakubaliana nazo, na ukweli wa mambo ni kwamba Ramla ni fikra za kijinga, ni fikra za kijahili, kwa sababu Uislamu, haswa kuja kwa Uislamu ulikuja kuondoa hizo fikra, lakini maalasaf wanaofanya hayo wanaegemea Uislamu. Wanakwambia dini, yani wanaegemeza kwenye dini, ambapo si mafundisho ya dini kabisa kufanza hivyo. Ni sawa msichana, by the way, unajua tofauti kati ya msichana na mvulana kimaumbile. Kwanza kimaumbile, msichana at 9 years old tayari ameshakomaa, na Waswahili husema yani amevunja ungo, yani amebalighi at 9 years old. Kwa hivyo kuanzia hapo umri huo sawa, kidini ni inaruhusika ndoa kufanyika na mambo kama hayo at 9 years old, kwa sababu tayari msichana amekoma, si kama mvulana. Mvulana anakomaa akiwa na umri wa miaka 15. Na ukija kimaisha sasa, kibiolojia, utakuta siku zote mwanamke anamzidi kete mwanamume kwa miaka 8. Yani mwanamke anakuwa mjanja by 8 years mbele ya mwanamume katika fikra na mambo mengine, yani kwenye akili na mambo kama. Na hii yote inasababishwa na ile umri wa kubalighi. Lakini si lazima ati aozeshwe msichana akiwa mdogo, si lazima aozeshwe namna hiyo. Kidini tumesema tunakubaliana hilo. Lakini wengi wanatumia dini ama wanajificha kwenye mavuli wa dini kwa kutelekeza ama kufanya maovu kama haya ambayo wameyafanya. Msichana huyu ambaye tunamzungumzia alikuwa katika kambi ya wakimbizi ya Dadaab kama ulivyoelezea, na kulingana na mila na desturi tofauti, pengine huenda wazazi wakawa wamefanya hofu, wakamwozesha mtu mzima mwenye umri wa miaka 55. Pengine huenda pia kawa kulingana na historia, na tutacheza sauti hivi sasa msikie mambo yalivyoenda, ni kwamba familia iko sawa, kwa sababu hata ndugu wana support ndugu yao katika uovu ya kufanya maovu, yani kila mmoja aliplay part yake. Kwa hivyo ina maana kwamba muoaji ama bwana harusi alikuwa ni mtu mwenye kujielewa, ni mtu mwenye ni mzito, anajifahamu. Kwa hiyo haya mambo yote huchangia, lakini kinachosikitisha watu wengi sana hujificha kwenye mavuli wa dini wakitekeleza maovu kama haya. Tuje kwa wazazi. Sauti hapa utaisikia ya kwamba msichana mpaka audio ametuma kwamba mimi huku nateseka, yani naumia, yani napitia madhila yasiyoelezeka, na mpaka akasema nitakufa. Lakini bado wazazi wa msichana wanajidai, manake ni kujidai ati wao ni Waislamu mno, ati ni watu wa dini, wacha Mungu. Wanamwambia kaa huko kwa mumeo, ndoa ambayo ilikuwa imelazimishwa, ambapo ni jambo pia halistahiki. Siku moja binti mmoja alienda kwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na akampata mtume amekaa nje hivi. Akamwambia nimekuja na mashtaka. Akamwambia una mashtaka binti? Haya, bismillah. Akamwambia nimekuja kumshtakia baba yangu mzazi. Yaani baba yako mzazi akakufanya nini? Akamwambia baba yangu ana lazima niolewe na mtoto wa yani bin ami, mtoto wa ndugu yake, ana lazima aniozeshe. Mtume akamwambia hiyo ni jambo ambalo haliwezekani, mlete babako hapa. Akiletwa mzee akaulizwa kwa nini, akasema mimi lazima. Huyu akaambiwa huwezi kumlazimisha na haifai, na huumuozeshi huyu msichana. Huyu ataolewa na yule atakayemridhia, lakini si wewe kuamua kwamba huyo ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sasa yule msichana baada ya kuamulika na kupewa haki yake, akamwambia Rasulullah, mimi sasa nitaolewa na yule mvulana ambaye ni chaguo la babangu, lakini kwa ridhaa yangu. Nilikuwa tu nataka nimuonyeshe babangu, ajue, nimuelimishe, ajue kwamba mimi kuolewa si yeye, ni mimi kuridhia. Yeye ni yake ni idhini tu, na siku zote hivyo inavyoenda. Lakini hawa walimlazimisha binti, sababu wanazielewa wao wenyewe, wanazijua wao wenyewe. Tupate hiyo sauti kabla ya hapo, ili tuweze kumkaribisha na mgeni wetu leo maalum. Tukisalia hapo kabla sijapoteza hii note ambayo nimeichukua kutoka yale mafunzo ambayo umeweza kutupatia asubuhi ya leo. Kuna kule kujua sheria,
Ndio. sheria ya Mwenyezi Mungu. Sana. Alafu kisha ukiangalia pia story ya huyu binti wa miaka 17 ni kuwa okay, sawa, nitawaridhisha nyinyi kama wazazi wangu, acha niende niingie ndani ya hii ndoa, let me go experience it, iwapo itafanikiwa, kwa sababu kuna nyingi ambazo watu huwa wanalazimishwa mwanzoni, kisha mapenzi yakaanza pale ndani na wakaendelea tena vizuri sana. Unaona, planned marriages si zote ambazo zinafail. Sasa kuna kule huyu binti kukubali wazazi wake ile mwito na kutaka radhi za wazazi wake. Lakini what comes after is actually what is very frustrating. Inasikitisha tena sana Omar Aboud, kwa sababu mtoto wako anakutumia voice note, anashinda amerudi nyumbani, anakuonyesha zile alama ambazo ziko kwa mwili yake. Anakuambia kila siku naamka kama nimefura uso kwa sababu ya kuchapwa. You as a parent, yani itakuwa ni huruma umekosa kwa huyu binti wako because of the reasons ambazo tumeweza kutaja hapo awali, ambapo labda kuna jinsi ambavyo mnasaidiwa kifamilia when it comes to finances, ama labda ni ile kusema ya kuwa mtoto wangu hawezi toka kwenye ndoa kwa sababu divorce is such a huge thing, especially when it comes to the Somali culture. Ni kitu kikubwa sana, kitu aibu tena kubwa sana. What will people say? Unajua? Okay, sasa mlimuacha binti yenu kubaki kwa sababu ya ile what will people say narrative. Sasa leo hii huyu mtoto alifariki jana, tena ile kifo yake haikufanyika vizuri, ilifanyika tena in the worst manner, ambapo mtoto wako amekatwa na akachomwa. Yani hata, what will people now say? Yani hata wale waliopatikana kwenye magunia hawakufanyiwa hivyo. Yani Muislamu anayedai kuwa ni Muislamu, manake kwenye mwezi wa Ramadhani, mwezi mtukufu wa Ramadhani, wanasema walikuwa wametoka kuswali swala ya tarawih. Subhanallah. Swala gani wameenda kuswali wakati ulikuwa unania? Manake hili jambo halijakuja ghafla. Haiwezi. Kwa sababu ukisikia hii, wacha tuweke hii sauti ndio ujue kwamba ni mipangilio ilikuwa imepangwa. In fact, kulingana na mimi, ningelikuwa mimi ndiye hakimu mkuu, wazazi wa msichana ni partner in crime na wale ndugu watatu. Kwa Kiingereza wanajulikana kama accomplice. Kabisa. Wao wote, kwa sababu mashtaka mliokuwa mnaletewa, alafu nyinyi bado mnasisitiza baki huko mukijidai ati muna Uislamu mno. 24 hours I'm being beaten. This is not a man. I was betrayed to marry this herder. Why is my face swollen? I don't have a man here. He gets your support every time. No one wants to listen to me.